Nimesikia mada hapa. Mada imeongelewa hapa ati kama Kikuyu ndio shida ya Kenya. Yaani wewe unauliza ujui shida yenu. Huyo Kikuyu mwenye ameuliza hapo ujui shida yenu. Kama ungekuwa unajua sasa ungekuwa mdhurwa. Lakini juu uko hapa wewe ni shida yetu ya kwanza. Mr. Speaker. Mr. Speaker, huyu mtu anauliza kama Kikuyu ndio shida ya Kenya. Mimi nataka kukonfirmia yeye ya kwamba wewe ndio shida ya Kenya kubwa. Kwa sababu hata hii mambo ya Ebola yenye inatusumbua sasa hii. Kikuyu ndiye alisign ya 2015 Uhuru Kenyatta alisign. 2022 Uhuru Kenyatta anasign. Alafu sasa hii wanasema Ruto asilituwalete hiyo mambo ya Ebola. Alafu sasa hii Mr. Speaker wanakataa hii Ebola. Kwa sababu sasa hii Ebola hakuna mwenye analipwa. Ukipeleka quarantine hakuna mwenye analipwa. Sasa hii wasikie tu Ruto tena alipa watu wa Ebola. Na hapa mbele Speaker, hapa mbele utasikia Ebola ikikuja Nyanza siendi umetoa namba kubwa na Western Bungoma ndimetoa namba kubwa. Lakini ile siku tu utasikia Ebola inalipwa. Utasikia gai mwedhani Ebola ne nyinge mundomo wote Kenya. Speaker, hao watu ndio watu bure kabisa Speaker. Hao watu Speaker, hao watu ni watu bure. Mimi nimekuwa nikisema hao watu ndio wameharibu Kenya. Na hao watu wanangangania vitu hata haina maana Speaker. Juzi hapa namba ikitolewa kabila gani wako na ukimwi? Jaluo, sijui Homa Bay, sijui Mbita Rosenga. Ruto juzi amesimama akasema hadi sasa mimi sasa mwenye kuna ukimwi analipwa. Tumeona wanasimama hapa na koti kubwa na kiremba wa kiko. Hadi ukimwi ne nyinge mno wote Kenya. Yaani mnangangania mpaka ukimwi. Haya tumewachia ukimwi. Sasa tumechukua Ebola. Tena sasa utaona wamekuja kwa Ebola na koti kubwa inafia kwa magoti. Speaker, hii kabila ndio shida Kenya. Sasa mimi nataka kusema hivi Speaker. Nimesikia mtu anasema hapa ati Kenya uzwe pesa igawiwe. Speaker, Kenya yetu ya huku Kenya isiuzwe. Mount Kenya kuenda huko Othaya. Iuzwe watu wakawane pesa. Na umejua ni kwa nini wataka Kenya iuzwe? Kwa sababu hawana shamba. Ni no man's land Mr. Speaker. Mtu sasa uza shamba yake huko Githurai amekuja kugrab Msoweto hapa. Sasa ukimfukuza hapa hana kwao. Ndio kwa maana wanasikwa hapa Kenyatta Mr. Speaker. Sisi Wajaluo lazima tusikwe nyumbani. Mimi ningekufa hapa hata nikikataa kuenda nabadilishwa mguu. Kichwa inaangalia mbele, mguu inaangalia nyuma. Na tukia tu nikishafika nyumbani Mr. Speaker. Kikuyu naye akikufa anasikwa hapa Speaker. Sisi Wajaluo sisi hatuwezi kufa hapa na tusikwe hapa Mr. Speaker. Kwa hivyo hii kabila ndio shida yetu kubwa Mr. Speaker. Mada nyingine imetolewa hapa Mr. Speaker. Mada nyingine ya nini? Opposition imefanya nini? Imefanywa nini? Hiyo Mr. Speaker, nani anaweza shinda? Nani anaweza shinda? Ikiwa Gachagua anaweza sema anasimama. Yes. Hiyo opposition watapeleka Ruto nyumbani. Hiyo ndio mada. By the way nilikuwa nimesahau. Nimesikia hata mmoja hapa ameuliza ati amesema ati Wakikuyu walipewa siji Ruto mimba wakamtoka ndio kwa maana Ruto anakonda. Speaker, ambia huyu mtu ya kwamba msichana akipewa mimba tumbo inafura. Kati ya Gachagua na Ruto nani tumbo amefura? Kwa hivyo nani ako na mimba? Mr. Speaker, hiyo swali usiwahi uliza hapa. Usiwahi sema Ruto ako na mimba. Mwenye ako na mimba tunajua ni mtu mmoja, Rigathi Gachagua Mr. Speaker. Huyo ndio mtu ambaye koti haijawahi mtosa. Hata koti yake sahi unaweza mtai mkate kidogo sone nurokanga suti full. Na bado hajajua kama umekata suti yake Speaker. Kwa hivyo huyo ndio mtu ambaye ako na mimba. Sisi kama Wajaluo Mr. Speaker, nimetoka Kisumu Mr. Speaker. Na Oburu Odinga amenituma hapa. Ameniambia usijifanye ati unasema Raila alikuwa rafiki yako ati ulikuwa na support Raila. Kama ulikuwa na support Raila wa ukweli, kwa nini unachukia ndugu ya Raila toka nitoke? Wewe ulikuwa adui ya Raila. Mimi nilikuwa rafiki ya Raila na Raila akaniwacha kwa ndugu yake toka nitoke Mr. Speaker. Sasa hivi unasikia mtu anasema ati yeye alikuwa rafiki ya Raila lakini sasa yeye ana support Orengo. Una support Orengo mwenye hajawahi win kesi yote Kenya Mr. Speaker. Kesi Speaker, wewe ngoja. Mimi ndio nimejua vile nimeleta mambo yangu. Wewe nyamaza bwana. Wewe nyamaza bwana. Niko kwa mada Speaker. Niko kwa mada Speaker. Speaker, mada imeulizwa Speaker.
mada imeuliza ya kwamba Gachagua akisimama anaweza shinda Ruto. Na wenye wamesimama si Orengo wamesema anasimama. Wewe uone TV, unaona TV kwa hoteli, unafikiri TV hoteli inatosha. TV hoteli haitoshi. Orengo anasimama speaker. Orengo anasimama. Swali. Sawa. Speaker swali. Speaker swali. Siwezi chukua swali kama mtu unaleta kelele. Yes. Yes. Amesema senior counsel James Agri Bob Orengo has never won a case here in Kenya. By the time the victory of the former president, His Excellency Uhuru Muigai Kenyatta, was overthrown by Maraga as the Chief Justice. Yes. Who are there? If James Orengo was... Thank you. Asante. Aya, sasa nyamazeni. Oya, nyamazeni bwana. Yes. Wacha sana njebo speaker. Mr. Speaker. I'm the one who will give you time. Thank you, Mr. Speaker. Hata wakitaka kukaa mtakaa. Thank you. So long as speaker wanyamaze. Thank you, Speaker. Tuendelee. Yes. Haya. Endelea. Speaker, mtu amevaa suti, ametoka kufundisha watoto wenye wako na Pampers, ananiuliza swali ati Orengo aliwin kesi ya 2017. Orengo aliwin kesi gani? Na hiyo kesi walikuwa watu wangapi? Walikuwa wale mangapi? Waloya 12. Na kesi yenye wamewin ati Raila arudie kura. Tena nakuja na advice Raila ati wewe usisimame kura. Hiyo ni kuwin kura siasa gani? Mr. Speaker, Orengo ni senior lawyer by paper. On paper. Sio practical speaker. Hakuna kesi yoyote Orengo amewahi win. Mimi kwa hiyo order nani bana? Order members. Order speaker. Order nani? Speaker. Kati ya Orengo na Babu Owino. Babu Owino ni senior leo kuliko Orengo. Babu Owino aliwinia Nurokanga kesi ya kuiba mtihani. Orengo hajawahi win bwana. Orengo hajawahi. Tena amewin ya Kawala ya kutusi Ruto. Yes. Yes. Order members. Order members. Si nyinyi ndio mnapiga kelele. Ken. Yes. Juzi nikiwa hapa kwa floor. Wewe mwalimu. Simu nyamazi. Nikiwa hapa kwa floor, one of the members wamekuja na allegation ya kusema mulifanya tabu mbaya sana. Nyinyi ulikuwa Kisumu? Yes. Haya. Swali ndio hii. Wanasema Ruto aliwapea 300 million. Yes. 500 million. Yes. Mubebe watu, mupeleke wapi? Kisumu. How comes mulichukua malori za kubeba miwa? Asante sana. Asante sana Speaker. Speaker. Nani? Oya, nani? Nishaulizwa swali, simu nyamaze man. Oria, nishaulizwa swali wacha nijibu. Asanteni sana. Order members, hapa kwa nyumba tuko na lugha mbili. Kama uelewi Kiswahili, yes, very good. Kama uelewi Kiingereza, unaongea Kiswahili. Yes. Ongea lugha yenye unapenda. Speaker, kwanza wewe umeniboka kabisa. Kwa sababu Speaker, unaniuliza swali na mwenye anakuuliza 300 million ni Oria Tibim. Huyu mtu amewahi wina hata amewahi shika hata milioni 1. Anasema 300 million. Wewe unajua 300 million. Mr. Speaker, kitu yenye iko ni ya kwamba umesema watu walibebana tingatinga. Nataka nikuambie hiyo mkutano ya Kisumu ilikuwa ni gani? Hiyo mkutano ya Kisumu kwa Kijaluo inasema 111 again. Wa Kisumu walikuwa wameenda kukata nauli, kukata kesi, kuamua ya kwamba tunaenda 1 term ama 2 term. Ilikuwa ni harusi ya Wajaluo peke yao. Kwa hivyo kama wewe ni Mjaluo unaishi ng'ambo, ulikuwa unaenda nani? Nyamaza bwana. Kama wewe ulikuwa ni Mjaluo unaishi ng'ambo, ulikuwa unaenda Kisumu. Kama wewe ni Mjaluo unaishi Nairobi, ulikuwa unaenda Kisumu. Kama wewe ni Mjaluo Migori, ulikuwa unaenda Kisumu. Wenye wakuenda sio Wajaluo, Mr. Speaker. Mtu kama James Agri Orengo, yeye angeenda kwa sababu angeenda mashemeji yake wangekasirika na yeye, Mr. Speaker. So yeye angeenda. Sisi kama Wajaluo wote tulikuwa Kisumu na tukaamua William Samoei Ruto Mr. Speaker. Haya.